Kwa majina naitwa Bashiri Abdallah Selemani aka Sauti, mwenyekiti wa Chadema jimbo la Tarime mjini. Tumekuiteni hapa sisi kama chama kueleza mambo ya msingi kabisa ambayo yanalikumba jimbo letu na ambayo tunapaswa kuyasemea sisi kama chama cha upinzani, sisi kama Chadema, juu ya vitu vinavyoendelea hapa halmashauri na ndani ya mji wetu huu. Jambo la kwanza, kuna tukio ambalo kwa sasa linaendelea, swala la maandalizi ya ugawaji wa vibanda soko kuu la Tarime mjini. Kwanza, waandishi wa habari, kwa mujibu wa maelezo ya watumishi wa halmashauri, yanasema vibanda vilivyopo ndani ya soko hilo ni vibanda 321, lakini vizimba 144. Na wameainisha gharama zao, kila kibanda na eneo lake ni shilingi ngapi kwa kodi kwa mwaka. Lakini kabla ya yote, naomba mfahamu kwa nini nataka kutaja ibara hii ya katiba. Ibara ya 8, ibara ndogo ya kwanza, inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya kijamii, na kwa hiyo, moja, wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba. Lakini B, lengo kuu la serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi. Serikali itawajibika kwa wananchi. Wananchi watashiriki katika shughuli za serikali yao kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Niishie hapo ibara ya 8, ibara ndogo ya kwanza, kuanzia A mpaka D. Nini nataka kuzungumza? Soko hilo, na kabla sijataja viwango, soko hilo liko ndani ya halmashauri ya mji wa Tarime, kwa maana linahusu madiwani na washirika wengine ambao wanahusika. Maana yake ni kwamba mpaka sasa madiwani wameshindwa kuwatetea wananchi kwa ibara hii ya 8, ibara ndogo ya kwanza A mpaka D. Wameshindwa kuwatetea wananchi kwa sababu viwango vya vibanda ni vikubwa mno. Vibanda ambavyo vinazunguka eneo linaloangalia stendi kuu, vibanda vya mbele, kila kibanda ambacho ni dabo wameweka shilingi 300,000. Lakini vibanda ambavyo viko ndani ambavyo ni dabo wameweka shilingi 260,000 kwa mwezi. Lakini vibanda vya nje ambavyo ni single, ambavyo viko juu, ni shilingi 130,000. Lakini vibanda ambavyo viko single, viko chini, ni 150,000. Lakini vibanda ambavyo viko single, viko ndani, ni 130,000. Ukiangalia viwango hivi vya kodi ya pango kwa mwezi ni kubwa sana. Maana yake wananchi wa kawaida walio wengi watashindwa kuchukua vibanda hivi. Lakini ukienda kwenye vizimba wameweka shilingi 15,000.
kwa mwezi. Navyo wanatakiwa waangalie namna ya kupunguza, kama ambavyo nimesoma ibara hii ya 8, kwa sababu kodi hii haijatoka serikali kuu. Kodi hii imetoka ndani ya baraza la madiwani. Kwa hiyo baraza la madiwani ndilo lenye mamlaka ya kuhakikisha inapunguza kodi kwa wananchi wake, si kuwakandamiza. Sasa ukiangalia masharti walioweka, masharti mengine yote yako sawa. Uwe na namba ya NIDA, hilo wala lina shida. Uwe na namba ya simu ya kwako ambayo imesajiliwa kwa namba ya NIDA, hiyo haina shida. Uwe na TIN namba, hiyo haina shida. Uwe na leseni, lakini leseni wamesema iwe hai. Swali hapa kwamba kuna mfanyabiashara au kuna mtu amezuka na amepata fedha, anataka kuanzisha biashara hiyo maeneo hayo, lakini hana leseni ila anahitaji kibanda. Maana yake kwa masharti ya halmashauri, mtu huyo hataruhusiwa kuwa na kibanda maeneo hayo, kitu ambacho watakuwa hawajashirikisha wananchi vizuri. Lakini ukiangalia mazingira hayo ya leseni, leseni inapaswa kila mfanyabiashara awe nayo. Maana yake usipokuwa na leseni huwezi kuruhusiwa kuchukua kibanda. TRA wao wana jambo moja. Inawezekana ukaanzisha biashara, wakaja kukutembelea, wakaangalia biashara yako inaendeleaje kwenye eneo hilo, wakaanza kukadiria kutokana na biashara yako itakavyokuwa inaendelea. Kwa hiyo tunawataka hawa madiwani na mbunge ambao wamepewa mamlaka na ibara ya 8, ibara ndogo ya kwanza A mpaka D, wananchi hao ndio wamewaweka hapo, wametokana na wananchi. Kwa hiyo wasiendelee kuwakandamiza wananchi kwa kuwatoza kodi kubwa. Sisi kama Chadema, nataka niwape mfano na muone. Tulianzisha miradi. Mradi wa kwanza tulianzisha vibanda vya uwanja wa mpira. Tukafunga mkataba na wananchi. Kodi yake ni shilingi 50,000. Shilingi 30,000 inarudi kwa mwananchi ambaye amejenga hicho kibanda. Shilingi 20,000 inakwenda halmashauri. Na tulipanga hivi kutokana na kuangalia uchumi wa wananchi wetu. Vile vile na vibanda vingine vilivyopo stendi na maeneo mengine. Lakini na mikataba mingine tulioingia na PKM pale alipojenga vibanda, lakini na alipojenga kituo cha mafuta. Siku zote lazima kodi iwe rafiki kwa wananchi.